Yaenda vibaya, na pale palipo nchi ilikuwa yaenda vibaya, na pale palipofika ilikuwa imebaki jeshi kuichukua hii nchi. Sasa tukakaa chini tukaanza kujiuliza maswali. Ukiangalia katika Afrika nzima hakuna nchi ambayo kwamba jeshi imechukua baadaye ikasema ya kwa sasa tufanye uchaguzi sasa endelee. Lao mathalan tungelikuwa tumemwambia mzee tukamwambia ya kwa bana kama ni pabaya sisi tuende nalo hivyo hivyo. Lao tuseme mathalan jeshi wakawa wamekuwa ni watu wenye kuweka kauli yao ya kwa turegeeni, for sure tungelikuwa tushashinda uchaguzi leo, kungelikuwa ni mambo mengine. Lakini sasa nataka mujiulize ni wangapi wangelikuwa wamepoteza maisha yao? Ni wangapi ambao kwamba mali yao ingelikuwa imeweza kuungua? Ni wangapi ambao kwamba wangelikuwa wametoka hii nchi? Angalieni elections zile zilizopita za wakati wa ethnic clashes, kuna watu mpaka leo hawajarejeshwa pale ambapo walikuwa wafaa kuishi. So ikawa ni mtihani mkubwa. La kwanza, mtihani wa kwanza ni kwa sasa hivi opportunity ndio hii ya kwa elections zikifanywa leo tutaingia bila shida sisi. Mtihani wa pili sasa tukaanza kuulizana, je, tukishaingia katika uongozi tutaingia katika nchi ambayo kwamba iko katika hali gani? Na ndio sababu tukasema ya kwa tutazuia mpaka ifike mwaka 2027. Na najua imekuwa ni jambo ambalo kwamba wengi mpaka leo wanauliza hivi, wengine hivi, je, tuko ndani serikali tuko? Msimamo wa chama na hata baba juzi ametoa statement, sisi tuko katika broad base mpaka mwaka 2027. Ikifika mwaka 2027 mambo mawili yatatokea. Either tutakuwa katika serikali, yani tutakuwa ndani ya serikali, either iwe ni muungano ama sisi ndio tutakuwa serikali. Na kuanza kusema kwa sisi tutakuwa tuendelee kwa kila siku tuambiwa kwa sisi ni opposition kwa kila siku, sio? Na tumekubaliana kuna yale ambayo kwamba tutakubaliana nayo serikali, kuna yale, na tumesema ili kuweza kutuliza hata tukiwa tukosoa tuna mipaka lugha, si masala ya kisheria. Seneta, mbunge wana kila haki ya kuweza kuniuliza swali wanalotaka na kuweza lakini vile tutakavyoweza kuwafanya yale mambo, kwa sababu nyuzi ambazo zilizotengeza nguo wa hii nchi yetu Kenya, nyuzi zilikuwa zimeachana. Tungelikuwa hatuko na athari, nyuzi zingekatika, tungelikuwa hatuna nchi. Hata mvuvi huangalia ile neti kabla hajaitupa baharini, akiona ile neti yaanza kukatika na kupita mipaka, kuiregesha mwanzo akajaribu kuitengeza ndio aweze kuiregesha tena katika maji. Na ndivyo tulivyo sasa hivi. So niliona kwanza niweze kuliweka wazi, kwa sababu nyinyi mlitoa kauli yenu na niliambiwa mlitoa kauli tena kauli ni leo, na paka leo we have structures all the way paka katika grassroots. Sometimes we have to make decisions that are not populist. Yani katika hali ya kuiweka hii Kenya iwe mbele, hawa ambao kwamba ni vijana sasa hivi, hawa ambao kwamba wenye kutusi sasa hivi, kuna siku watakuja kwa watu wazima na watajua ya kwa ule uongozi uliokuwa ODM wakati ule ulifanya maamuzi ya hii nchi kutoweza kuchomeka, walikuwa wanaifanya kwa sababu yao. A time will come ambao kwamba katika vitabu vya historia hii Kenya itaandikwa ya kwa kuliko kuna watu walikokuwa na uwezo kujaribu kumtia moto ule mzee, useme kwa baba pale palipofika sisi bana twende nalo. Tungelikuwa saizi pengine tunazungumza lugha nyingine, tuna waziri, tuna mawaziri, lakini mkumbuke ule wizara utakuwa uko katika hali ya kwa hii nchi una damu,
hii nchi kulikuwa, kisha angalieni binadamu tunavyosahau. Watu usahau ya kwa tulipokuwa tuitisha maandamano ya kubadilisha mambo katika hii nchi, it was Raila's car ilipigwa risasi. Yes. In fact, he did not had a bulletproof car. Leo kungelikuwa ni lugha nyingine. Tear gas ilitupwa ndani ya gari yake. Sio. And when he wanted to do these changes, he wanted to do changes ili watu waweze kufanya ile mabadiliko. Alipoona sasa kuna lugha ya kwa the army is taking over, a decision had to be made. Yes. So mimi ningeomba wanakwale muelewe tu why we had to make that decision. Hii Kwale kati sio katika ambao kwamba ndio peke yake, lakini kati ya uchumi wa hapa unaletwa na utalii. Leo vijana wangapi wangelikuwa hawana maajira? Na tena niwaambie uchumi vile ulivyo, kujenga nchi, kubomoa ni masekunde, uregesha yachukua muda mrefu sana. Uliza uchumi wa watu wa Likoni baada ya Kaya Bombo, ilichukua muda mrefu sana kuweza kuregesha. So niliona kwanza niweze kulieka wazi